Umeanguka. Makubwa. Habari yako nina Mungu. Salama mshirika. Huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Nina shida kiongozi. Kama mazungumzo ni ya muhimu, haina shida, unaweza kuongea. Shida yangu na masuala ya kifamilia. Najua mzee Kikoti unamjua. Ana mtoto wake wa kiume. Na mimi nina mtoto wa kike. Kadagaa anataka kumuoa Kaundimbe. Umesema Kadagaa anampenda nani? Kaundimbe. Lakini binti yangu hataki kabisa. Nimejaribu kuongea naye ili swala amelikataa. Kwa shida yangu kwako, ilikuwa uende kwa mzee Kikoti ukaniombee. Asitumie hasira. Anivumilie. Anipe muda tena nizungumze na binti yangu. Ninaamini atakubali. Kwa sababu sisi tunajuana. Mzee Kikoti mimi namjua. Akitumia hasira zake anaweza kumzuru binti yangu. Kwa naomba nisaidie Bina Mungu. Kumbuka, wana wa gizani wanakutana gizani. Ila usijali, nitakusaidia. Lakini kumbuka, mkuu akishapitisha laki amelipitisha. Ni ngumu kumpinga. Hata mimi sikutaka kulipinga. Ila Kaundimbe, mimi namjua vizuri mzee Kikoti. Na ndio maana nimekuja kukuomba. Sawa. Nitajaribu kulifanyia kazi. Usiniambie utajaribu. Naomba ukalifanye. Sawa. Nitafurahi kiongozi nikipata majibu yaliyokuwa mazuri. Sasa mimi acha niingie shambani hapa. Ndege wanasumbua sana, wanakula sana. Haya sawa, basi mimi ngoja nisiende huko sasa, nirudi nilikotoka na nilikuwa nakuja kwako. Basi sawa. Afadhali nimekutana na wewe leo dada mkubwa. Maana kukutana na wewe huenda nikapata majibu ya maswali yangu ambayo najiuliza kila siku. Kadagaa, mbona kama unanitisha? Kuna nini? Dada mkubwa, ni masuala ya kawaida tu, wala hutakiwi kuwa na hofu. Lakini kwa kuwa wewe ndo dada mkubwa wa hiki kijiji, naamini una taarifa nyingi sana za mabinti. Na lengo la kukusimamisha hapa ni kutaka kukuulizia kuhusu Kaundimbe. Hivi umewahi kukutana naye Kaundimbe siku za hivi karibuni? Kwa nini Kaundimbe na isiwe binti mwingine? Hamna, ni rafiki yangu tu na nimemzoea. Na ukiangalia katika hizi siku za karibuni sijawahi kumuona, sio kwenye vikao vyetu vya usiku wala mitaani. Kwa hiyo hili swala linanipa hofu kidogo, na ndio maana nataka kujua taarifa zake. Basi sawa. Ngoja niende nikamwangalia kwa mama yake. Nikimkuta nitakwambia, na pia nisipomkuta nitakwambia pia. Sawa, mimi nasubiri majibu yako tu dada. Kuhusu hilo ondoa mashaka kabisa. Nitalifanyia kazi.
Sawa dada mkubwa, mimi nitakuwa nasubiri hizo taarifa, na naomba ulifanye jambo hili kwa makini sana. Usijali. Kaka, usinifungie mzigo mkubwa, nimechoka. Mdogo wangu akudeka. Bwana sikufungie kuni nyingi hapa. Kaka Runde toka alivyoondoka ni kubeba kuni tu. Na sijui anarudi lini. Babu kwani anaendeleaje? Sijali mdogo wangu. Babu atapona. Dada atarudi nyumbani, tutakuwa kama zamani. Ila acha uvivu. Siku sio nyingi utaolewa wewe. Haya huko atakubebea nani kwa mume wako kuni? Sawa kaka, nimekuelewa. Na uache kukepea. Sawa. Ngoja nikupishe hapa tu nyumbani ukapike, sawa? Sawa kaka. Kaka taratibu. Kwa nini mdogo wako Ngosha na Mwakifafa au? Kifafa? Mbona mdogo wangu hajawahi kuugua kifafa? Na tumekuwa pamoja, mimi ndo nilikuwa nambeba. Hajawahi kuugua kifafa, hajawahi kuugua ugonjwa wowote wa design hiyo. Ndo kwanza nasikia kwako. Kwa nini useme hivyo? Mimi nimekutana naye njiani. Kaanguka tu ghafla, na hajasema chochote. Mimi nikaondoka zangu. Hapana. Kama nilivyokuambia hapo awali. Mdogo wangu hayuko hivyo. Itakuwa tu ule mtetemeko amekuona wewe. Mdogo wangu ni mwoga sana akiona wanawake. Basi mimi siwezi kuishi na mtu kama huyo. Manka, tusifikie huko. Unajua kabisa mdogo wangu mimi anakupenda. Isiyo fimbo ya kumchapia. Kisa tu umeona madhaifu yake kidogo. Na ule wote ni uoga tu. Ni vile tu unajua alishatokea kukupenda sana. Kwa akikuona hivi anahisi ajiamini kama ni yeye ndo anakupenda wewe. Basi sawa. Hivi ulionaje ile nyama aliyoleta mkuu? Nyama ilikuwa tamu. Aisee, mkuu mnajua kufurahisha. Wewe tena. Hatari. Mtoto mdogo. Unajua ladha ya nyama. Nataje kwa mfano. Msubiri. Tunakaa tunasikia. Tuachane na hayo bwana. Tuongelee tu mambo yetu. Basi sawa. Habari yako mjomba? Salamu. Mzima? Mimi mzima, sijui wewe. Safi. Vipi? Salmata ajambo? Ajambo, hata mama pia naye yuko mzima. Hivi mjomba, una taarifa gani kuhusu Kaundimbi? Kaundimbi? Sina taarifa yoyote. Kwani kuna nini? Mamake anasema tokea alivyoondoka mpaka sasa hivi hajarudi nyumbani kwao. Hakuna anachokifahamu. Hapana. Sina jambo lolote, ila nilikuwa najua labda una chochote kile ambacho kinamhusu Kaundimbi. Ila ndio jambo utalifanyia kazi. Maana sio jambo la. Aya, sawa mjomba, lakini naomba usije kumwambia chochote Bitausi. Usijali. Mimi na siri sana. Natunza sana siri. Sio. Mimi narudi nyumbani basi. Basi ina shida mwenyewe, sijui nipite shambani kwangu. Niangalie machungwa aliyodondoka, mengine ni chume maka watoto wananiharibia sana machungwa yao. Sawa mjomba.
We Atimwene wewe. Atimwene. Nani? Ina maana wewe leo unijui mimi? Da mkubwa. Da mkubwa. Mzuri. Da mkubwa. Umeanza lini kunywa pombe? Ni pombe nishachaga kitambo sana. Kitambo. Mimi? Shachaga kitambo sana, kitambo. Da mkubwa. Sikia. Sikia. Mkuu alituita. Hebu niambie. Alituita sio wanaume. Alituita wanaume tu. Alituita sikwambii. Tulishaambiwa ni siri. Sisemi. Sawa. Twende kupeleke nyumbani. Odi. Bitausi. Bora umekuja. Karibu mshirika. Karibu mshirika. Asante mshirika. Habari yako? Salama mshirika. Vipi? Mbona kama upo sawa na sio kawaida yako? Hata sielewi mshirika. Binti yangu toka ameondoka paka sasa hivi hajarudi nyumbani. Sijajua amekutwa na nini. Kaundimbe huyo? Vipi mshirika? Ulifanikiwa kuongea na mzee Kikoti? Hapana. Sikubahatika kuongea naye na sikupata muda kabisa. Lakini ninapotoka hapa nahisi nitaongea naye. Maana unapaswa kujua kwamba mimi ndio kijana wake ananiamini sana. Kwa hiyo nitaongea naye. Nakuomba. Nenda kaongee naye mzee Kikoti. Mzee Kikoti ana hasira kali. Akifanya maamuzi yake yanakuwa ni magumu. Naomba usilipuuzie hili mshirika. Sawa, usijali. Nikitoka hapa, hilo jambo naenda kulifanyia kazi. Kuwa na amani. Na kutegemea kwa hiyo. Kwa sababu hili jambo linanyima raha sana. Nikutakie siku njema. Asante. Heshima yako mkubwa Binamungu. Heshima yako pia. Bukire abarosi. Na chindi charara kichapa magara ndachero uba. Vipi? Unaelekea wapi? Mimi naelekea kwa Selmato hapo. Sawa. Hivi, hizi siku 2-3 unaonana na mzee Kikoti? Siku 2-3 hizi sijaonana na Kikoti. Sawa. Hivi, ile nyama ulifurahia? Maki mimi nilifurahia mpaka nikajilamba-lamba. Sema mkuu Kikoti anatuleteaga vitu. Nyama zile nzito nzito. Na wewe uje ulete tamu. Na sisi tuje tuisifie.
Sio unasifia tu ya mkuu Kikoti. Unanichekesha. Sawa, kwani zamu hiyo ni ya nani? Mkuu Kikoti bado hajasema. Hata mimi mwenyewe sifahamu bado. Wake butakili. Kabulakia turabona. Baba. Manka. Abe. Karibu. Asante shimako baba. Karibu sana Manka. Asante. Haya, za nyumbani. Nzuri. Karibu. Sogea kwanza ili nimalizie hapo. Baba. Leta nikusaidie. Acha tu Manka. Hapana baba. Acha tu nimalizie hapa. Leta tu nikusaidie babangu. Haya. Mtoto na adabu wewe. Ona kwa kuishi kwenye familia yako. Kweli baba? Baba. Kwani kadagaa nimemkuta? Kadagaa ametoka. Mbona kile nikijaga huwa simkuti? Si unajua mkubwa yule sasa hivi. Alafu ni mtoto wa kiume yule. Siwezi nikamchunga kwa umri wake. Kweli shafu.